Mara nyingine maisha huandika hadithi ambazo hata waandishi wa filamu wangesita kuziamini. Fikiria mtu aliyelala usiku akiwa mmoja wa watu wenye nguvu zaidi nchini kwake, lakini miaka michache baadaye anajikuta ndani ya gereza la nchi ya kigeni akihukumiwa kifungo cha miongo kadhaa. Kwa wengi huo ungeonekana kama mwisho wa safari ya kisiasa, lakini kwa Juan Orlando Hernandez simulizi yake bado haijaisha. Aliwahi kuwa rais wa Honduras, mtu aliyekuwa na mamlaka makubwa, ushawishi wa kisiasa na nafasi ya kuamua mwelekeo wa taifa lake. Lakini baada ya kuondoka madarakani, maisha yake yalibadilika ghafla. Kutoka kwenye ikulu ya rais, alihamia kwenye kizimba cha mahakama nchini Marekani, akikabiliwa na tuhuma nzito za biashara za dawa za kulevya. Hii ni hadithi ya kupanda juu, kuanguka vibaya na safari ya kurejea ambayo imezua mjadala mkubwa ndani na nje ya Honduras. Juan Orlando Hernandez aliongoza Honduras kuanzia mwaka 2014 hadi mwaka 2022. Katika kipindi chake cha uongozi, alijijenga kama kiongozi aliyekuwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya magenge ya uhalifu na biashara za dawa za kulevya. Na kwa Marekani alikuwa mshirika muhimu katika juhudi za kupambana na mtandao wa usafirishaji wa dawa za kulevya katika eneo la Amerika ya Kati. Lakini nyuma taswira hiyo, waendesha mashtaka wa Marekani walianza kukusanya tuhuma nzito dhidi yake. Walidai kuwa Hernandez hakupambana na wafanyabiashara wa dawa za kulevya kama alivyokuwa akisema hadharani, bali alitumia nafasi yake ya madaraka ili kuwalinda na kuwezesha usafirishaji wa cocaine kutoka Honduras kwenda Marekani. Mwaka 2022, muda mfupi baada ya kumaliza kipindi chake cha uraisi, Hernandez alikamatwa nyumbani kwake na kukabidhiwa kwa mamlaka ya Marekani ili kujibu mashtaka hayo. Baada ya kesi iliyovutia macho ya dunia, mahakama ya Marekani ilimpata na hatia na kumhukumu kifungo cha miaka 45 gerezani kwa makosa yanayohusiana na biashara za dawa za kulevya. Kwa wengi, hukumu hiyo ilionekana kama mwisho wa safari ya kisiasa ya mtu aliyewahi kuliongoza taifa, lakini simulizi yake ilichukua mwelekeo mwingine. Baada ya miaka kadhaa akiwa gerezani nchini Marekani, Hernandez alirejea Honduras baada ya kupata msamaha wa rais kutoka Marekani, hatua iliyozua mjadala mkubwa. Wafuasi wake waliona kama ushahidi kwamba alitendewa vibaya na kwamba kesi yake ilikuwa na misukumo ya kisiasa. Lakini wakosoaji waliona hatua hiyo kama pigo kwa juhudi za kupambana na ufisadi na biashara za kulevya. Aliporejea Honduras, Hernandez alipokelewa na familia yake pamoja na baadhi ya wafuasi wake wa kisiasa waliokuwa wakimkaribisha kama mtu aliyerudi baada ya kipindi kigumu. Lakini kurejea kwake hakukumaanisha kwa matatizo yake ya kisheria yamekwisha. Badala yake, alirejea huku akikabiliwa na kesi nyingine nchini Honduras inayohusishwa na tuhuma za ufisadi inayojulikana kama Pandora One. Waendesha mashtaka wanadai kuwa kati ya mwaka 2010 hadi mwaka 2013 fedha nyingi za umma zilitumika isivyo halali kupitia taasisi mbalimbali, huku Hernandez akidaiwa kunufaika na sehemu ya fedha hizo kwa ajili ya shughuli za kisiasa. Kwa mujibu wa tuhuma hizo, fedha hizo zilitolewa kupitia kampuni hewa, watu wa kati na hata mikataba inayodaiwa kuwa ya kughushi. Hata hivyo, Hernandez amekanusha tuhuma zote dhidi yake. Ameendelea kusisitiza kuwa hana hatia na kwamba kesi hizo zina misingi ya kisiasa zaidi kuliko kisheria. Sasa macho yote ya wananchi wa Honduras yanaelekezwa kwenye mchakato wa mahakama. Je, kurejea kwa mtu aliyewahi kuwa rais akahukumiwa kifungo kirefu nje ya nchi kisha akarudi nyumbani kutasababisha uwajibikaji wa kweli, au historia itaandika kwa nguvu ya kisiasa inaweza kumsaidia mtu kuinuka tena hata baada ya kuanguka? Hilo ndo swali ambalo Honduras na dunia nzima bado linasubiri jibu lake, kwa sababu hadithi ya Juan Orlando Hernandez haizungumzii mtu mmoja pekee. Inazungumzia nguvu ya madaraka, mipaka ya kisheria na swali kubwa zaidi: je, mtu mwenye ushawishi mkubwa anaweza kweli kukwepa kivuli cha matendo yake ya zamani? Mimi ni Consolata Chaliga wa Aya TV.